kimoja kwamba ubaya aliyoufanya shetani umetosha. Umefanya nini? Sidhani kama tunahitaji kumpa nafasi nyingine akatuonyesha kwamba yeye ni mbaya. Sidhani. Eti kuna mtu bado ana wasiwasi kwamba shetani ni mbaya, afanye movement tena 2-3 kwenye maisha yake. Haleluya. Nadhani ubaya aliyotuonyesha umetutosha. Amen. Kuelewa kwamba huyu jamaa anatakiwa kudhibitiwa. Amen. Yeah. Anatakiwa kudhibitiwa. Yes. Unatosha. Wagonjwa waliowapeleka hospitali wanatosha. Tunataka wengine? Wanatosha. Ndugu zetu waliowaua wanatosha. Yeah. Wanatosha hawa eti. Kama wako bado hawatoshi, basi mwambie karibu huko. Shetani kama wanakufukuza huko, njoo mwite, atafurahi sana, maana moto tutakaomwashia hapa moto tutakaomwashia hapa anatafuta kwa kwenda. Kama bado namwambia shetani anza kutafuta kwa kwenda, maana hapa hapata kalika tena. Haleluya. Yes. Haleluya. Ubaya aliyotuonyesha, watu aliowaua kabla ya wakati wametosha hawa. Sidhani kama tunahitaji kumpa nafasi nyingine tujue kwamba shetani anaua. Tushajua. Tushajua. Vitu alivyotuibia vimetosha, ameiba nyota, kaiba nini? Vimetosha. Kwanza hatutakupa nafasi ya kuiba vingine. Ila hata hivyo ulivyoiba, hebu vitumie kabla sijamaliza haya mahubiri, maana napomaliza haya mahubiri utakuwa umeshavirudisha hapa katika jina la Yesu. Kuna mtu haelewi, utaelewa tu. Hapa hauhitaji kwa darasa la 4, hata kama mtihani wa darasa la 4 ulifeli leo utaelewa tu. Haleluya. Anyway. Somo letu linaitwa uweza na mamlaka. Naitwa uweza na mamlaka. Sema mamlaka. Ongea kwa lafudhi yangu mimi sasa. Mamlaka. Uweza na mamlaka. Najua mamlaka sio neno la Kiswahili, ni neno la Kiebrania. Tulichukua neno la tukajaribu kulipa. Haleluya. Hata kama hujui sana. Uweza na mamlaka. Kuna sisi kama hii mai kukupata, lakini kuna mambo yaliyo kunipata nikawaza. Kwa nini mimi sio mtoto wa waziri mkuu? Niliwaza kabisa. Kwa nini mimi sio mtoto wa waziri mkuu? Babangu angekuwa waziri mkuu. Hivi yule alichonifanyia angenifanyia kweli? Angekuwa rais. Basi angekuwa hata mbunge kweli? Kweli mimi wakufanywa hivi kweli? Kweli. Nikasikitika basi. Si kama hayo mai kupata. Ukasikitika. Kwamba baba yangu hata angekuwa tajiri. Sema uweza na mamlaka. Yes. Nishawahi kuwaza mimi kwamba na niliongea na rafiki yangu mmoja nikasema yani ningekuwa hata mtoto wa waziri mkuu. Wasaidieni hapa. Lakini kwa nini niliwaza hivyo? Kwa sababu Bwana, kama hujakutana na mambo haya, basi usikiliza kwa niaba yetu sisi tuliopitia. Bwana, hii dunia ina maonezi. Hii dunia hii tangia Adamu aikabidhi mikononi mwa shetani, jamaa ametuonyesha kwamba kweli yeye ni shetani na Mungu alitumia akili timamu kuto kumkabidhi hii dunia. Tangia amekabidhiwa yule jamaa, hii dunia ina maonezi. Kweli. Yaani kabisa. Mtu anaweza kujisikia tu akasema kuanzia leo kile kiwanja kitakuwa cha kwangu. Sawa?
Ukampeleka kokote unakojua wewe, akashinda kesi. Kwa sababu dunia ina nini? Ina maonezi. Yako maonezi kati ya watu na watu. Anaamua tu, anajisikia tu kwamba yule mwanamke, yule mke wake nachukua mimi. Anaamua tu kwa sababu dunia ina maonezi, na anakwambia huna cha kunifanya. Fanya chochote kama unaweza. Hapo ndipo utakapokumbuka mawazo yangu ambayo nilikwambia mimi nilitamani siku moja niwe mtoto wa waziri mkuu. Yesu kama nilikutana na hicho. Ila hii dunia ina nini? Ina maonezi dunia hii. Kama bado hayajakufikia, basi Mungu ameona neema leo ujifunze uweza na nini kabla bado waoneaji hawajakufikia. Sawa? Wapo watu tu wanaamua tu, yani si bangi, sio bangi, sijui. Anaamua tu akunyanyase tu, yani tu ufukuzwe tu kazi tu. Sio kwamba una elimu nayo, sio kwamba unafanya kazi vibaya, unajitahidi kwa kadiri ya uwezo. Lakini anaamua tu kwamba hebu fukuza huyu, leta mdogo wangu bwana. Kabila gani hizi? Fukuza huyu, leta. Na kwa sababu ndio uko vile tu, anakuondoa kazini, anaweka ndugu yake, maisha yanayo. Sawa? Kwa sababu dunia ina maonezi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo sijaongelea wachawi. Yaani hao ni watu tu, yani wanatembea na miguu minne. Miwili. Yeah. Wenye minne watakuwa wachawi. Bado nao tu wanaweza kadiria tu, akasema si ni mloge nani leo, nile nyama ya nani? Akasema leo nitakula nyama ya yuli. Haujamkosea kitu. Ila ndio hivyo. Anaamua tu kwamba kidogo naye anapendeza, ngoja zile nywele zote nipige ziwe mvi kesho. Wanaonea watu. Wanaonea, anajisikia tu akuonea. Sawa? Bado kuna shetani mwenyewe, yani hao ni wachawi. Bado kuna shetani mwenyewe. Kuna watu ambao wanaonewa na kuzimu. Sio mchawi yoyote yule hapa duniani. Kuzimu yenyewe tu inaamua tu. Na siku moja nilikuwa niko kanisani kama hapa. Tuko tu na mtumishi mmoja tunapiga tu story. Nikasikia kwa pembeni kuna mwanamke mmoja yuko anaombea mtoto wake. Yuko anaomba. Kwa jina la Yesu, kila roho zinazofuatilia mwanangu. Sasa mimi moyoni mwangu akisema kila roho napiga X. Amekosea. Kila jini napiga X. Kila pepo napiga X. Yule mtoto alikuwa ametoka majipu. Kichwa majipu yanazidi kuota, yako kasi. Sasa mama yake akaamua kupambana. Kila pepo X, kila jini X, kila uchawi X. Nikamuuliza Mungu, hizi X maana yake nini? Akambia muite. Nikamuita. Roho Mungu akamwambia mwambie akienda kuomba saa hizi aseme ewe kuzimu. Asiseme kila pepo wala kila roho wala kila agano. Aseme ewe kuzimu unayemsumbua mwanangu, mwachi kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Basi nikamwambia mama, nimesikia unavyoomba. Roho Mungu ananiambia ukienda kuomba saa hizi usiseme kila uchawi, kila jini, kila, kwa sababu hakuna uchawi, hakuna jini, hakuna nani? Ni nani? Kuzimu, direct makao makuu ya shetani ameamua kumpa huyu mtoto majipu. Kwa hizo mishale zote unazopiga unapoteza nini? Muda. Sema uweza na mamlaka. Uweza na mamlaka. Tanielewa tu. Sijali hata kama ukwenda shule kabisa. Lakini hapa sio shule yenyewe shule. Ila utaelewa hivyo hivyo. Haleluya. Amen. Kwa alipoenda usiku wake akaambia ewe kuzimu unayemsumbua mwanangu, mwachie kwa jina la Yesu. Kesho asubuhi imeanza kugeuka. Amen. Haleluya. Yale maonezi hayakuletwa na mchawi, hayakuletwa na pepo. Unasema wachawi mimi nimewakosea nini? Sometimes hujawakosea kitu, lakini wachawi angalau unaweza kuwakosea. Kuzimu, yule mtoto mdogo, katoto kadogo kama hata chekechea akajaanza. Kamemkosea nini shetani? Tujiulize wote. Ofisi kuu ya kuzimu. Na katoto kadogo kama hata maombi akajui, hata kuokoka akana huo muda. Lakini shetani umeokoka, hujaokoka, ana kitu kinaitwa maonezi. Just tu akaamua yule dogo anapiga kelele, hebu apigwe majibu ya uso kwanza.
Basi kesho yanaanza ku sema uweza na mamlaka. Haleluya. Bwana kwambia ukweli. Kama utaki kujifunza kuhusiana na uweza na mamlaka, mimi nakupa ushauri huu. Kama utaki kabisa mambo ya uweza na mamlaka ya kimungu, mimi nakupa ushauri huu. Mtafute shetani, kamwombe msamaha. Akikuuliza umenikosea nini, mwambie huenda nikakukosea. Huenda nimekukosea kwa kufikiria, kwa kuwaza, kwa kujua na kukutukuta. Kamwombe lazima. Kwa sababu yule jamaa roho yake ni mbaya. Labda kamwombe. Akikuuliza unayemaanisha ni mwambie in advance. Sema in advance. Mwambie nakuomba msamaha in advance. In advance maana gani? Yaani maana yake ikiwa nitakukosea basi nimeshaomba. Shida ya shetani kwamba asubiri umkosee. Yaani anaweza akajisikia tu. Ana roho yake mbaya. So tuko hapa kwa ajili ya kudhibiti tabia hizo mbaya za shetani na wachawi, na wale ambao sio wachawi ila pia wanaweza wakaamua kuonea. Haleluya. Siku moja nilikuwa tu nimeamka kama vile sina mood, najisikia vibaya, sijui nini, sijui. Basi nikiwa katika hali ile, nampenda Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akaja, akaanza kuongea na mimi. Akaniambia, "Kwa nini uko hivyo?" Akasema, nikakusanya matatizo kibao kwamba hiki kiendi. Inaweza kupona nini? So, akaniambia, "Okay, unahisi kwamba haviendi. Hebu ngoja nikukusanyie wote waliowahi kushindana na wewe. Alafu uniambie wako wapi sasa." Akaanza kuwataja. Wengine walikuwa wamefiwa na wake zao kwa sababu na Roho Mungu akaniambia sababu ni wewe. Wengine walikuwa si wako jela, wengine walikuwa wamefilisika, wengine walikuwa wamekufa, wengine walikuwa wameparalyze. Sawa? Na Roho Mungu akaniambia sababu ni nani? Sema uweza na mamlaka. Sema uweza na mamlaka. Simama juu. Nataka uruke juu, sema uweza na mamlaka. Uweza na mamlaka. Utaelewa. Haleluya. Yes. Mungu alipoona maonezi yamezidi kwa mwanadamu, alitafuta namna ya kumsaidia huyu mwanadamu. Alipoona maonezi sasa yamezidi, siku zote ilikuwa maonezi yakizidi inabidi Mungu ashuke. Sawa? Akishashuka atatue lile tatizo pale. Ndivyo ilivyokuwa. Wana wa Israeli walikuwa chini ya mkono wa Farao wakiteswa kwa miaka 400. Kwa sababu hawana uweza wala hawana mamlaka, mateso yaliendelea kwa miaka mingapi? 400. Mpaka walipolia Mungu akashuka akayakomesha yale mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipoona huo mtindo, Mungu aliamua kubadilisha mtindo. Akasema kwa sasa uweza na mamlaka havitaendelea tena kuwa mbinguni. Nitabishusha huku chini. Haleluya. Kabla hawajaja kuniomba mimi Mungu, watakuwa tayari wameshashughulika na huyo shetani. Haujanielewa? Serikali ya Tanzania ina utaratibu wa kupeleka wilaya sehemu. Ukisikia mkoa umeongezeka, wilaya imeongeza, serikali imeongeza wilaya, serikali imeongeza. Ukiwauliza watakwambia tuliona wananchi wanasafiri mbali sana kuja kupata huduma za kijamii. Alafu tuliona wananchi wanavamiwa na polisi. So tumeamua kituo cha polisi sasa kitakuwa hapa kijijini. Haleluya. Kwa maana kwamba uweza na mamlaka havitaendelea tena kutokea Dar es Salaam. Kwa sababu kama tutaibiwa hapa alafu tukaripoti Dar es Salaam, mpaka tuje tufike Dar es Salaam, tuje turudi, yule mwizi hata vile alivyokuwa amevibakisha atakuja atavimalizia.
Unanielewa Kwa hiyo serikali ya Tanzania ikaamua ikuletee police station jirani na wewe. Haleluya. Hasa serikali hii haiwezi kuwa na busara kuliko kwa Mungu. Unanielewa vizuri? Kimsingi serikali hii ina kopi kutoka kwa wapi? Kutoka mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo serikali ya mbinguni ilipoona hayo mambo, iliamua kuleta uweza na mamlaka hapa chini. Mwambie mwenzio hapa chini. Mwambie mwenzio hapa chini. Mwambie mwenzio hapa chini. Ngine aelewe. Wewe baba shuka. Wewe baba shuka unikomboe na wachawi. Umechelewa wewe, upo analogia. Uko nini? Bado unatumia analogy. Saizi tuko na digital ni hapa chini. Paka Yesu aje kushuka na kukuta shetani shamkatakata kichwa kule, mikono kule. Ndio. Haleluya. Kuna mwimbaji mmoja ameimba, samahani sana. Akasema kwenye ile usimtume mtu. Uje mwenyewe. Yesu baki hapo. Huyu namaliza. Huyu namaliza mwenyewe. Kwa sababu nimepewa nini? Uweza na mamlaka. Haleluya. Hatuhitaji tena kwenda kulipoti Dar es Salaam kwa ajili ya mwizi wa kuku. Hapana. Tuna kituo jirani hapa. Na hao polisi wana nguvu tu kama wale wa Dar es Salaam. Hawa nao wana uwezo kushughulika na wezi wa kuku. Mwizi wa kuku alipotiwi Dar es Salaam. Mwambie mwizi wa kuku alipotiwi Dar es Salaam. Wala alipotiwi Chamwino ya Dodoma. Tunamalizana naye hapa kijijini. Haleluya. Tunamalizana naye hapa kijijini. Sema roho maskini sita kulipoti mbinguni. Tunamalizana wote hapa Dodoma. Mwambieni wachawi kuanzia leo sitawalipoti mbinguni. Tunamalizana hapa Dodoma hapa. Waambie wachawi wa mtaa sitahama mtaa. Tutamalizana mtaa huu. Nyewe wachawi mnaologa kanisa hili, kanisa aliami, tunamalizana hapa. Tuhame. Hatuhami. Hata muamini. Hatuhami. Hatuna hata mpango. Tunakosa tunauliza bei ya tofali tunataka kujenga. Tunamalizana hapa. Tuhame twende wapi bwana? Hapa. Kama una nguvu jipange. Tena mimi nasema ujipange, usio kasema nilikuwa sijajipanga. Tunakupa wiki moja. Wiki moja ndefu. Sijui utakavyoona wewe. Jipange. Ngoja nianze somo bwana. Inatosha. Utangulizi huo sasa. Mrefu sana. So leo nitaanza na uweza. Nataka naongelea uweza. Uweza maana yake ni nini? Uweza ni nguvu ya kutenda. Kwa Kigiriki tunaita dunamis. Sema dunamis. Dunamis ndio ambayo imetoa neno dynamo. Ngapi wanaifahamu dynamo? Watoto wale walizaliwa juzi hawajui mambo ya dynamo. Dynamo ni kitu kinachofua moto. Sawa? Kitu kinachofua moto. Sasa inategemea na ukubwa wa dynamo. Sawa? Lakini ni kitu kinachofua moto. Likiwa likubwa basi huko moto unaoenda huko ni balaa. Haleluya. Sasa hilo neno Waisungu walichukua kutoka kwa Wagiriki. Wagiriki wana neno dunamis. Unapoona Biblia imesema neno nguvu, neno uweza, neno linalokuwa limeongelewa pale mara nyingi ni neno dunamis. Maana nguvu inayotembea, nguvu inayotenda kazi, nguvu inayofanya miujiza. Haleluya. Nguvu inayofanya miujiza inaitwa dunamis. Kwa hiyo Mungu alipoona shetani ameendelea kuonea, akashusha kitu kinaitwa dunamis. Akasema sasa wanangu, nitawagawia dunamis. Alafu nione shetani ambaye ataendelea bado kunyosha kidole. Haleluya. Kama shetani bado ananyosha kidole, huenda bado hautumii dunamis. Leo utajifunza jinsi ya kutumia dunamis.
Kwa nimewaambia wachawi wakajipange kwa sababu najua kitakachoendelea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Luka sura ya 24 mstari wa 49. Luka sura ya 24 mstari wa 49. Na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu hata mvikwe uwezo utokao juu. Kaeni hapa kwanza. Mna haraka ya kwenda wapi? Tulia kwanza. Huko nje kuna watu wanaonea sana. Tulia kwanza. Lakini kaeni humu mjini hata mvikwe dunamis kutoka wapi? Juu. Sawa? Mtulie kwanza. Ninawaletea ahadi ya Baba, lakini nina hamu injili iendelee, lakini nina hamu mpaka kule na mpaka Tanzania kazi ya Mungu iendelee, lakini mtulie kwanza mpaka utakapopokea dunamis. Kwa sababu huko Tanzania utakapokwenda unaweza kujishangaa umekutana na mitaa fulani ya wenyewe. Sawa? Ukienda bila dunamis watakukausha. Kwa hiyo tulia kwanza. Nina mpango wa kuleta dunamis hapa. Tena anasema kabisa uwezo utokao wapi? Juu. Mmezoea uwezo utakao chini. Sasa kuna uwezo utokao juu. Mtulie kwanza mpaka mtakapopokea uwezo kutoka juu. Ndiye mwenzi uwezo kutoka juu. Dunamis kutoka juu. Haleluya. Amen. Nataka nikwambie kwamba hilo andiko lilishatimia. Sijaja hapa kuambia kwamba Yesu ametuahidi ishatimia. Kuna mwingine anasema, na mimi ikija kutokea. Ilishatimia. Tangia siku Yesu ameagiza baada ya siku 10. Biblia inasema walikuwepo wote pamoja. Kukaja ghafla upepo, uvumi kama uvumi wa upepo ukienda kasi, ukaijaza ile nyumba. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha mpya. Haleluya. Siku hiyo ndio waliopokea dunamis, unaitwa uwezo utokao juu. Amen. Haleluya. Kuna uwezo ndio, kuna uwezo, alafu kuna uwezo utokao juu. Ule uwezo utokao juu wewe ukishuka, uwezo mwingine kutoka chini unasaleta. Haleluya. Hiyo ndio inaitwa dunamis. Dunamis ni uwezo utokao juu, uwezo wa kutenda miujiza utokao juu. Sasa kwa nini Mungu ameona vema atupatie sisi nguvu hii? Kwa nini ameona vema atupatie sisi nguvu hii? Kwa sababu kwenye Matendo 1:8 anasema lakini mtapokea nguvu, mtapokea dunamis, mtapokea uwezo akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mtapokea. Hamtabaki vile vile. Sasa kwa nini Mungu ameona atupatie sisi hiyo nguvu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu inabidi niongee vizuri hapa kwamba Bwana, hii nyumba kuanzia sasa kaa vizuri na watoto wako. Tumekuingizia umeme wa TANESCO. Sio vile betri ulivyokuwa unanunua betri unaunganisha. Tunaongelea sasa umeme wa nini? Wa TANESCO. Weka vizuri watoto wako. Watoto wangu watundu. Ongea nao vizuri. Sasa ni umeme wa TANESCO. Sawa? Ni hivi. Ukishaokoka saa yoyote ile unaingiziwa sio umeme wa TANESCO, umeme kutoka wapi? Mbinguni. Unadhani umeme wa TANESCO unaweza kufanya nini na wewe? Haleluya. Unadhani usipowafundisha watoto wako vizuri wasicheze na nyaya zile, umeme wa TANESCO unaweza ukawafanya kitu gani? Taarifa ni kwamba sasa sio umeme wa TANESCO tena. Maana umeme wa TANESCO unahitaji miwaya. Hakuna waya wowote. Mwambie mzee hakuna waya wowote. Ila hapa unaponiona nimeingiziwa umeme kutoka mbinguni. Sema umeme kutoka mbinguni.
Haleluya. Walikuwa wanamuuliza itakuwaje, je, saa hizi ndio unarudisha utawala? Akamwambia yeye, achana na hayo mambo. Achana na vitu vidogo, ongelea vitu vikubwa. Tunaongelea utapokea uwezo akisha kuja juu yako Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Hii nguvu, kwa sababu una makadirio kidogo, unadhani ni zile betri ulizokuwa unanunua. Ndio maana tukikwambia sasa tumekuwekea umeme wa TANESCO, kanunue redio, unaenda kununua kile cha kuchaji. Wewe, huu ni umeme wa wengine tunawekea umeme wa 3 phase. Unafahamu umeme wa 3 phase? Huu ni kwa ajili ya kusukuma mashine na mitambo. Haya, tumekuwekea 3 phase. Sasa weka mashine za kutumia umeme huu. Unaenda kununua taa. Unaelewa kweli? Haleluya. Amen. Kwa Yesu asifiwe sana. Sasa ili nikueleweshe, inabidi nikwambie wenzio kabla yako umeme huu uliwasaidia kufanya nini? Kwa Yesu asifiwe sana. Yafuatayo ni mambo ambayo umeme kutoka mbinguni uliwahi kuyafanya. Alafu uniambie unategemea umeme huu utafanya nini na wewe? Au wewe utaupa matumizi gani? Haleluya. Amen. Dunamis, uwezo utokao juu uliwahi kufanya nini? Cha kwanza, uwezo kutokao juu katika kuzaliwa kwa Yesu. Dunamis ilihusika na kuzaliwa kwa Yesu. Luka sura ya 1 mstari wa 35. Luka sura ya 1 mstari wa 35. Malaika nianzie 34 ili uweze kunielewa vizuri. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Swali la maana kabisa lakini. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Nani atakuja? Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Hizi hazitaingia, zitakufunika tu. Kwa sababu hiyo, kwa sababu ipi? Nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, kwa sababu ya hizo nguvu zilizokufunika, hizi hazihitaji zikuingie, zinaweza tu zikakaa juu tu. Hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Watu wanapata shida sana. Mungu atakuwaje na mwana? Kwa hiyo Mungu ana mke. Ni level yako wewe, ili uwe na mwana unahitaji kuwa na mke. Kwa sababu wewe huna dunamis. Walio na dunamis hawahitaji kuwa na mke ili wapate mwana. Hauelewi. Kwa level yako wewe huwezi kuwa na mwana bila kuwa na mke. Ila kwa level ya dunamis, watu wenye power ya dunamis hawahitaji kuwa na mke ili wapate mwana. Anahitaji kuituna dunamis. Alafu dunamis, anaambia dunamis, ukifika pale hata usiingeweka juu tu, inatosha sana. Haleluya. Ile nguvu iliposhuka juu ya Mariamu, ikakaa, ikamfunika kama kivuli. Kwa hiyo tu akazaliwa, mimba ikaanza kutungwa bila njia za kibinadamu, bila kufuata process. Wewe unahisi umeshindikana kupata kazi kwa sababu hujasoma. Sio kwa sababu hujasoma, kwa sababu huna dunamis. Uelewe. Hii dunamis, hii power ilipokaa juu ya Mariamu, ikavunja sheria zote za sayansi. Sheria za sayansi zikakaa pembeni kwa sababu mkuu amefika. Mwache mkuu afanye anachokitaka. Mkuu anataka nini? Mkuu anataka mtoto sasa. Akazaliwa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haiwezekani, sijasema inawezekana. Nimesema haiwezekani kweli. Ila unaongelea nguvu gani? Sijasema kansa ina dawa, na mimi nakubali kwamba kansa haiponi. Naelewa ukimwi hauponi, lakini unaongelea nguvu ipi?
Mimi leo siongelee hizo nguvu, naongelea nguvu inayoitwa uwezo utokao juu. Uwezo huu utokao juu ukishuka juu yako, haijalishi una vigezo au hauna vigezo, lile neno alilolisema Bwana lazima litimie. Amen. Haleluya. Mariamu anaambiwa sasa unaenda kuwa na mtoto, ujiandae. Anasema malaika, tumeenda mbali sana, sina hata mwanaume. Mariamu, tunapoongelea habari za dunamis, hatuongelei wanaume. Tunaongelea uwezo utokao juu. Haleluya. Kwa hiyo nguvu hii ni kubwa kiasi kwamba iliposhuka juu ya Mariamu aliyekuwa bikira, ilitunga mimba, akazaa mtoto. Kwa hiyo unapomwona Yesu anatembea, ni matokeo ya nini? Ya dunamis. Haleluya. Yesu alikuwa ni matokeo ya nguvu hii kushuka. Ndio akatokea Yesu. Mstari ukiendelea hapa, niendelee kidogo, anasema hivi. Kwa kuwa tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake. Mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Kwa kuwa, sema kwa kuwa. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Sawa? Amen. Kwa kuwa hakuna lisilowezekana. Hajasema hakuna lisilowezekana. Umuelewe vizuri Yesu. Hajasema hakuna lisilowezekana. Yapo. Ila inategemea wapi. Haleluya. Kwa kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa ni kazi hii ya uwezo utokao juu. Lakini sio hivyo, Yesu kutenda miujiza pia ilikuwa ni kazi hii. Nguvu hii ndio ambayo ilikuwa inahusika na Yesu kutenda miujiza. Kwa hiyo tuangalie maandiko hapa kwa kasi. Luka sura ya 6 mstari wa 19 anasema, na makutano wote walikuwa wakitaka kumgusa, kwa sababu uweza ulikuwa ukimtoka ukiwaponya wote. Watu waligundulia dili wewe. Sawa? Makutano wote wanang'ang'aniana kufanyaje? Kumgusa, kwa sababu hii nguvu inatembea kama umeme. Ukigusa tu ishakunasa. Haleluya. Kwa hiyo leo sio tu kusikiliza mafundisho ya Yesu. Mafundisho ya Yesu ni jambo zuri, lakini leo tumegundua kuna dunamis inatoka pale. Haleluya. Kwa hiyo makutano walikuwa wakitaka kumgusa kwa sababu uweza ulikuwa ukimtoka. Na ule uweza ulikuwa ukimtoka Yesu, ukifanikiwa kuingia kwako, ule umeme wa mbinguni ukifanikiwa kuingia kwako, kansa inakauka. Ukimwi unakauka. Haleluya. Ushawi unakauka. Kwa hiyo watu walikuwa wakipambana siku hiyo, ni kugombania goli, yani kwamba lazima nipambane nifike pale niguse kwa sababu wameniambia. Na nimeshuhudia kabisa yule alikuwa hawezi, yule alikuwa waovyo, saizi kabadilika kwa sababu kuna uweza. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alipokuwa akitembea huku na huku, ni ule uweza ambao ulikuwa unatenda kazi. Uweza huu ndio ule ambao alisema msitoke Yerusalemu kwanza. Sio mtu anakukaribia anapata mafua. Hapana. Inabidi mtu akikukaribia apate dunamis. Vipi? Unaacha kueneza dunamis, unaeneza mafua. Vipi? Haleluya. 5:17 Luka. Ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na waandishi na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo alipotoka. Katika kila mji na kijiji na Wayahudi wote, na uweza wa Bwana ulikuwapo upate kuponya. Haleluya. Uweza wa Bwana ulikuwepo pale, unasubiri nani mchokozi, nani. Uweza wa Bwana ulikuwepo upate kuponya. Sikiliza, watu wao wanahisi wao ndio wametangulia, afu wanamngoja Bwana aje kuwaponya kwa wakati wake. Wewe unasoma Biblia gani wewe? Uwezo wa Bwana ulishatangulia, unakusubiri wewe mgonjwa ndio uje upone. Kama umekaa hapo unasubiri uwezo wa Bwana uje kuponya, umechelewa. Hujaelewa. Uwezo wa Bwana ulitangulia ukiwasubiri watu waje waponywe. Yes. Sio watu walitangulia wakisubiri uweza. Wewe uwezo
ukamtangulia Mungu. Yaani wewe ukawahi kuliko Mungu. Haleluya. Kwa hiyo hapa sasa hivi ninavyoongea, uwezo wa Bwana tayari upo kitambo sana, ili upate kuponya, ili upate kufungua, ili upate kubadilisha mambo, ili upate kubadilisha historia. Amen. Uwezo wa Bwana umetangulia, ulikuwepo upate kuponya. Dunamis ilikuwepo pale upate kuponya. Haleluya. Mathayo sura ya 11 mstari wa 20. Ndipo akaanza kuikemea miji ile ambayo ndani yake ilifanyika miujiza mingi mno, kwa sababu haikutubu. Sasa hii miujiza mingi mno anaiongelea ni ile dunamis ilikuwa imefanya kazi, lakini watu bado hawakufanyaje? Hawakutubu. Niangalie tena Luka 4 mstari wa 14. Luka 4 mstari wa 14 anasema, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, na habari zake zikaenea katika nchi zote za kandokando. Yesu akarudi kwa nguvu za nini? Za Roho. Ile neno nguvu lililotumika hapo ni lile neno dunamis. Sawa? Akarudi akiwa na nguvu za Roho ili apate kuponya. Marko sura ya 5 mstari wa 30. Ni habari za mwanamke aliyetokwa na damu. Habari ni ile kwamba uweza. Anasema, mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Yesu alifahamu kwamba dunamis imetoka. Akajua kuna mjanja hapa. Hapa kuna mjanja hapa. Hapa kuna nini? Kuna mjanja hapa anayejua jinsi ya kuconnect waya. Kuna mjanja hapa. Wakina Petro walikuwa sio wajanja. Anaweza, kuna mtu amenigusa hapa, nguvu zimenitoka sana. Kugusa tu, mbona watu kibao tunakugusa? Kuna kugusa kijanja. Sawa? Yesu akasema hapa kuna mjanja hapa, kuna mwenye elimu ya mbingu hapa. Anajua jinsi ya kuunganisha ili umeme wake kwake. Unajua kuna watu hawajaunganisha umeme wa TANESCO, lakini jioni kwake umeme unawaka. Si wanajua namna ya kufanya? Wewe si ujui, baki hivyo. Haleluya. Sasa achana hizo njia za vishoka. Umeme wa mbinguni nao una mbinu zake za kuunganisha. Yesu akasema no. Hapa kuna mjanja amenigusa. Ni nani aliyenigusa? Mama akajitokeza akasema, ni mimi. Yesu akamwambia, wow. Nenda zako. Unajua kuunganisha waya. Haleluya. Amen. Wewe mzee unajua kuunganisha waya? Mbona alialia sasa? Kulialia kuna maanisha hujui kuunganisha waya. Haleluya. So tukaiangalia tena nguvu hii katika kufufuka kwa Yesu. Tumeiona katika kuzaliwa, ikaenda moja kwa moja katika kutenda miujiza, lakini haikuishia hapa. Nguvu hii ilienda kutenda kazi katika tatizo kubwa zaidi kuwahi kutokea duniani, linaitwa kifo cha Yesu. Tatizo kubwa zaidi kuwahi kutokea katika dunia hii linaitwa kifo cha Yesu. Sio kansa, sio malaria, sio nuclear. Kubwa zaidi kuwahi kutokea sio ugaidi wa Osama bin Laden, sio Al-Shabaab. No, ni kifo. Ndio tatizo pekee ambalo jua liliona aibu kuangalia, likaenda likajificha. Jua lilizima saa 6 mchana. Liliona aibu kwamba kuna watu wapumbavu ila hawa. Jua liliona aibu kabisa. Yaani unaweza kufanya, kuna watu wanafanya kituko mpaka anakuuliza yule jirani yako, anasema hapana. Yaani unamkana, yaani kituko. Yaani umefanya tatizo, yaani ushamba, yaani umefanya ujinga mkubwa zaidi. Haleluya. Tatizo kubwa zaidi kuwahi kutokea hapa duniani linaitwa kifo cha Yesu. Ndio tatizo pekee ambalo giza lilikuja litoe aibu, lifunike kitu. Kwa jamani, amekufa hata wasimuone basi. Yaani hapana, mtu kama huyu anakufaje yani? Yaani mtu kama huyu anakufaje? Giza ikawahi kabisa kwamba waone wachache tu. Haleluya.
Bado kaeleza ukubwa wa tatizo hili. Watu wanakufa leo kwa sababu ya malaria. Malaria mpaka sasa mwaka gani ilikuwa ndio ugonjwa unaoongoza kwa kuua watu wengi duniani. Watu wanakufa kwa sababu ya kansa. Kansa tu inamuondoa mtu, matatizo ya figo, si moyo, heart attack, si nini. Lakini Yesu Kristo hakufa kwa sababu ya kansa peke yake. Kansa ilikuwemo. Na bora kansa tu kwanza hivi inatosha kumuua. Ndio maana akisema Yesu alibeba magonjwa yote. Kansa tu peke yake ilikuwa inatosha. Na sasa ile kansa ya damu ile haraka sana. Maana kansa zingine hizo watakukata kiungo. Ya damu wanakata nini? Ile tu ilikuwa inatosha kumuua. Lakini tena akawa na ukimwi. Ukimwi tu ilikuwa inatosha kumuua. Tena akawa na corona. Corona tu ilikuwa inatosha kumuua. Na malaria tena. Malaria tu ilikuwa inatosha kumuua. Sisi na figo tena ikafeli. Figo tu basi ilikuwa na ini nalo likafeli. Na moyo ukafeli. Yesu alibeba magonjwa yote uliowahi kuyasikia hapa duniani. Ungetegemea angeendelea kuwa mzima? Kivipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Alibeba magonjwa yote ya dunia hii. Kwa hiyo alikufa kisawasawa. Yaani kuna kule kufa ambako watu wanasema labda atainuka. Lakini ana kansa, ana UTI, ana malaria, au huyo hainuki rafiki yangu. Huyo kafa kweli. Umeelewa? Sina kujua kuna wale wagonjwa kichwa tu alikuwa anasema tu kichwa kinamuuma, labda kalala huyo. Sasa licha hayo Yesu akabeba matatizo yote ya dunia hii. Unafahamu kuna watu wakisikia tu mwanao amepata ajali wanakufa. Sasa Yesu na hizo alizipata. Taarifa mbaya zote, talaka alibeba Yesu msalabani. Sikufiwa Yesu alibeba msalabani. Sikuachwa, sikusalitiwa, matatizo yote ya dunia Yesu akayabeba. Hapo kuna magonjwa kabla hajamuua magonjwa sasa. Ngoja. Subiri talaka nini? Subiri. Talaka ni basi tumuweza. Subiri kuacha. Nataka kumweza. Subiri. Na mimi nipate lift. Matatizo yote ya dunia yakawa juu yake pale. Kabla hajafa dhambi nazo zimefika. Dhambi tu inatosha kukuua. Hujasikia kuna watu wanakunywa gongo mpaka wanakufa. Tumezika juzi kijana wetu mmoja. Ajala hata kula akaanza na gongo kwanza. Gonga ikamgonga kichwa akafa. Sawa? So Yesu akabeba matatizo yote nini? Dhambi zote za dunia hii. Zote. Uzinzi tu unatosha kumuua. Akabeba na uzinzi na nini? Dhambi zote za dunia hii Yesu akazibeba. Alipozibeba akafa. Sawa? Kwa kilichomshinikiza Yesu mpaka kufa ni kushindilia ule mwili wa Yesu mpaka ukafa kabisa. Ni matatizo ya dunia nzima. Alafu sio ya kipindi chake tu. Alibeba ya kipindi kabla ya kuja yeye. Kuanzia Adamu Yesu alibeba dhambi zake mpaka pale alipokuwa. Alafu akazibeba na zingine mpaka za huku kwetu. Yaani hadi dhambi utakazotenda kesho Yesu alizibeba msalabani. Sawa, kazi kwako. Unataka uendelee nazo au uziache? Ila Yesu alifanyaje? Alizibeba msalabani. Kwa hiyo kufa kwa Yesu kulikuwa ni kifo hakika. Kifo kweli kweli. Kwa hiyo mtu kama yule ana vifurushi kama hiyo afu unatumwa kwamba kamuinue. Unamuinuaje? Sina unaweza kikakukandamiza na wewe ndio ukaishia hapo. Haleluya. Nguvu iliyokuwa inatakiwa kuja kumfufua Yesu ilitakiwa ije ishughulike na vitu viwili. Cha kwanza ilitakiwa ije ishughulike na ile mauti. Kwa sababu mauti na magonjwa ni vitu viwili. Hujasikia kuna watu wanakufa bila kuumwa. Mauti na magonjwa ni tofauti. Kwa cha kwanza ile nguvu ilitakiwa ije ishughulike na mauti. Sawa? Alafu ikishughulika na mauti, Yesu akafufuka. Ndani ya mwili wa Yesu tayari kuna kansa, tayari kuna ukimwi. Kwa hiyo inabidi tena ije iwe na uwezo wa kushughulika na kile kilichomuua. Yaani iko hivi, ukimfufua mgonjwa aliyekufa kwa sababu ya figo iliyofeli, alafu usishughulike na ile figo iliyofeli, atakufa tena kwa sababu ya figo iliyofeli. Sio, umeelewa? Kwa hiyo inabidi kwanza ushughulike na mauti iliyomuua. Alafu baada hapo uje ushughulike na figo iliyofeli ikasababisha mauti.
Kwa hiyo inabidi uwe na nguvu double. Kwa hiyo Yesu kufufuka ulikuwa ni ushindi mkubwa mno, na ndio maana shetani kinamkera. Ukisema Yesu alifufuka anajisikia kukolokota huko. Au unajua kwamba kuna dini zinasema Yesu hakufa kabisa? Kwa nini wanasema Yesu hakufufuka? Si wanaogopa. Kwa nini wanasema Yesu hakufa? Wanaogopa akifa atafanyaje? Kinawakera. Mimi niliwaambia siku moja, kinawakera nini kwamba Yesu alikufa na kufufuka? Kama amtaki na nyie kiongozi wenu, mtume wenu, semeni na nyie alikufa na kufufuka. Kwani shida nini? Msingizieni tu, kwani tutawabishia? Kwani tutabisha? Kinawakera nini kwamba sisi wa kwetu walikufa na kufufuka? Najua kwa nini kinawakera, najua. Haleluya. Kulihitajika nguvu iwe na double power, iwe na uwezo wa kushughulika na mauti, halafu iwe na uwezo wa kushughulika na kile kilichosababisha mauti. Yes. Haleluya. Mauti peke yake ni shughuli pevu. Hivi ninavyoongea, jamaa mmoja anaitwa Buddha amelala, hajaamka mpaka leo. Hivi ninavyoongea, jamaa mmoja anaitwa Confucius amelala, hajaamka mpaka leo. Mtu mwenye busara sana duniani, Confucius. Busara hazitoshi kushinda mauti. Hivi ninavyoongea, matajiri wakubwa unaowasikia duniani ambao waliwahi kutokea wamelala na hawajafanya nini? Hawajainuka. Wengine walikufa, sio kwamba waliumwa, walikufa tu. Kwa sababu mauti ni shughuli pevu. Hakuna cha nabii, hakuna cha mtume, hakuna cha mwanajeshi, hakuna cha mpambanaji. Wote walipopambana na mauti walilala down na hawajainuka mpaka leo, kwa sababu mauti sio mchezo. Haleluya. Lakini kuna kitu kinaitwa dunamis. Hebu sema dunamis. Nguvu hii ndio iliyoshuka kwenda kumtoa Yesu kuzimu ili afufuke. Ikamtoa kule, ikamleta kwenye mwili wake. Ilipofika kwenye mwili wake ikakuta kuna kansa, kuna ukimwi, kuna matatizo, kuna malaria. Ikaambia malaria kitu gani? Ikapigwa. Haleluya. Yakapigwa magonjwa yote, Yesu akainuka. Kwa kuinuka kwa Yesu Kristo ni ushindi mkubwa mno. Haleluya. Na ndio maana haujahubiri injili bado kama hujawaambia watu Yesu alikufa na akafanyaje? Wewe bado hujahubiri injili. Ukienda kule mtaani ukasema acha uzinzi, acha ulevi, acha wizi, wewe bado hujafanyaje? Hujahubiri injili, umepiga kelele. Kwa sababu hiyo nguvu ya kushinda wizi anaitoa wapi? Hiyo nguvu ya kushinda ulevi anaitoa wapi? Inatakiwa umtangazie kwamba rafiki yangu, ni kweli ulevi ni tatizo, ni kweli wizi ni tatizo, ni kweli uzinzi ni tatizo, lakini sema lakini kuna nguvu ilishinda ulevi, kuna nguvu ilishinda magonjwa, kuna nguvu ilishinda tatizo lolote lile unalolijua. Hii nguvu inapatikana kwa Yesu Kristo. Namna gani? Ni kwamba yeye mwenyewe alikufa kwa ajili ya ulevi, alikufa kwa ajili ya uzinzi, alikufa kwa ajili ya magonjwa, lakini akafufuka. Kwa sababu yeye alifufuka, alishinda ulevi, alishinda magonjwa, alishinda kansa. Ukimwamini Yesu utashinda ulevi, utashinda kansa, utashinda magonjwa, utashinda maonezi, utashinda wachawi, utashinda. Pokea Yesu jioni leo. Amen. Hapo utakuwa umehubiri injili. Vinginevyo umepiga kelele. Haleluya. Tunapoongelea hii nguvu, tunaongelea nguvu iliyowahi kushinda tatizo la aina yoyote ile iliyowahi kutokea duniani. Hii ndio nguvu ambayo iliwahi kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe una tatizo gani bwana? Wewe una kitu gani ambacho unakiwaza kwamba hivi itakuwaje? Itakuwaje? Hapana, sio kwenye dunamis. Sio hapa. Tafuta sehemu nyingine kwa kujiuliza itakuwaje, sio hapa. Haleluya. Oh my God. Nina maandiko mengi ya kuweza kusoma katika hili, lakini naomba nisome tu andiko moja hapa. Lakini kwa mtu anayeandika Waefeso 1:19-20 na Warumi 1-4. Warumi 1:4. Waefeso 1:19-20, alafu Warumi
1:4, ila mimi nitasoma Wafilipi 3:10. Zote zinaongelea hii nguvu ilivyohusika katika kufufuka kwa Yesu Kristo. Mimi naomba nisome Wafilipi 3:10. Msikize Paulo. Msikilize nani? Msikia Paulo, naoni ya Paulo anasema hivi: ili nimjue yeye, yani Yesu, na uweza wa kufufuka kwake. My God. Ili nimjue nini? Yesu. Alafu pale kwa Yesu ninachotaka kujua, nataka kujua uweza wa kufufuka kwake. Bwana wewe. Na ushirika wa mateso yake, nikafananishwa na kufa kwake. Watu wanaomba bwana. Naomba Mungu nipe gari. Mungu ni wewe unaomba nipe gari. Paulo umetoa kikunja goti anaomba. Baba, naomba nikujue wewe. Alafu naomba niujue uweza wa kufufuka kwako. Naomba nijue ile dunamis iliyokufufua. Ili juhudi zangu nyingi za kufunga na kuomba na kwenda kanisani ni ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Kuna nguvu gani iliyohusika? Kwa sababu pale palikuwa na kansa, pale palikuwa na ukimwi, pale palikuwa na kisukari. Alifufukaje? Mimi sielewi mbona. Haleluya. Naomba Mungu unijalie. Hebu shika kichwa chako hivi. Sema katika jina la Yesu. Mungu naomba unijalie. Nikujue wewe. Nijue na uweza wa kufufuka kwako. Haleluya. Sio unajua hili ombi kama ni la mwingi kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijua uweza wa kufufuka kwa Yesu Kristo, kuna tatizo gani tena ambalo litakubabaisha? Paulo anasema na ushirika wa mateso yako. Naomba nijue. Paulo bwana. Naomba nijue nini? Ushirika wa mateso. Yani ulipokuwa unateseka pale msalabani, uliteseka ni kwa ajili ya mimi. Hebu naomba nijue. Yani ulibeba magonjwa yangu, ukabeba na kansa, ukabeba na naomba nijue, hebu nielekeze pale kiundani. Haleluya. Kuna msemo mmoja wanasema maskini wanatafuta pesa. Sawa? Matajiri wanatafuta ideas, wanatafuta mawazo, wanatafuta concept. Mimi sijui unaangukia kwenye kundi gani. Ila ili uweze kujijua kwamba wewe ni tajiri wa kesho au ni maskini wa kesho, angalia kitu unachokitafuta sana, yani ambacho unamuomba Mungu sana yani. Ukiwa una roho ya utajiri na kutawala, unaomba vitu kama hivi. Unaomba nini? Naomba nikujue wewe na uweza wa kufufuka kwako. Paulo, una gari? Sina. Una nyumba ya kuishi? Bado nimepanga. Una mke? Sina. Unaomba nini? Uweza wa kufufuka kwa Yesu ni ujue. Unajua watu hawatakuelewa. Hata kuna ndio maana nyie maskini. Kwa sababu hata vitu mnavyoomba kwa Mungu ni vinyonge. Sisi tunaomba vitu vikubwa. Tunataka kujua vitu vikubwa. Haleluya. Nijue uweza wa kufufuka kwako, alafu niione hiyo laana ya ukoo ambayo itaendelea kunishikilia. Naomba niujue uweza wa kufufuka kwako, alafu nimuone huyo mchawi wa mtaa ambaye ataendelea kunisumbua kama hajapigwa na umeme wa 3 phase akafa. Mimi naomba Yesu mambo mengine hata mimi sitaki kumjua aliyemtahiri Yesu ni nani, sitaki kujua mamake Yesu ni nani, Yesu ana baba au ana baba, mtajua wenyewe. Mimi naomba nijue uweza wa kufufuka kwako. Mimi naomba nijue ile dunamis iliyokufufua. Unajua ukienda Bible school unajifunza mavitu mengi. Safari ya Mtume Paulo aliangukia kwenye maji. Asante sana. Ni wazo zuri, nashukuru sana. Amina. Inatosha mkuu. Tuingie kwenye maombi sasa. Mimi nataka ninaomba nijue uweza wa kufufuka kwa Yesu. Nina matatizo mengi sana, lakini hebu hayo mengine yaache. Yesu hayo mengine hata usiyatatue, yaache tu. Hebu nielekeze kwanza hapa.
Haleluya. Nielekeze kwanza hapa. Uweza wa kufufuka kwake. Sio nielekeze jinsi ulivyotembea juu ya maji. Hiyo Yesu acha. Hiyo hata usinieleze. Nielekeze jinsi ulivyofumbua macho ya kipofu, sitaki. Nielekeze jinsi ulivyoleta mikate watu wakala, sitaki. Mimi ninachotaka kujua uweza wa kufufuka kwa Yesu. Ile nguvu iliyosababisha Yesu akafufuka. Kwa sababu hicho ndio kinamtia shetani kizuizwi. Shetani halali kwa sababu ya watu wachache tu ambao wamefahamu uweza wa kufufuka kwa Yesu. Sema nilienda kuhubiri injili kijini kwa bibi yangu Bush. Nikafika pale nikasema kuanzia leo mchawi yoyote haruhusiwi kuruka hapa. Nimetoa tangazo mimi. Basi ndio narudi kulala kwa bibi. Bibi akasema wewe mwana wewe acha. Pata kulunga. Bibi, wanakuloga wewe maana huijui uweza wa kufufuka kwa Yesu. Bwana wewe. Nenda kuhubiri sehemu nyingine, tukatoka kuhubiri pale, nikasema wachawi, nikawasema tukapiga mapepo pale, watu wakafunguliwa. Basi tumemaliza ile baada, watu wakasema tujikusanye tuombe maombi ya kujilinda roho za visasi. Nikasema nazitaka. Nikasema hizo roho za visasi nafanyaje? Mimi sijilindi, sijifanyaje chochote, nazitaka ili nizionyeshe nini? Uweza. Come on. Sitaki kujifunika kwa damu ya Yesu, wala nazitaka. Nataka zije. Sisi kasema alijifunika hatukumuona, sijajifunika. Haleluya. Ndugu zangu nisikizeni vizuri. Paulo hajaomba gari. Ameomba uweza wa kufufuka kwa Yesu. Aujue. Kwa nini anasema aujue? Si hajasema Mungu unipe. Anao. Haleluya. Anao. Anaomba aujue. Wewe. Siku moja alikuja mdogo wangu Ombeni. Kuja kunitembelea kule Dar es Salaam. Sasa mimi wakati naenda chuo nikamwachia rice cooker. Nikamwambia mchele huu hapo utapika. Kumbe hivi vitu vigeni bwana. Unajua tena. Sasa yeye akachukua nani? Akaweka kwenye umeme, akachukua mchele akamwagia, akasubiri mchele ufanyeje? Uive. Anafunua anakuta unaloa tu. Hata bado. Akicheki pale kuna kataka umewaka kuonyesha kama umeme umeshafanyaje? Umeshaingia. Lakini kuingia umeme sio ndo kutumika. Kuna kibata kingine ilibidi abonyeze ili iweze kufanyaje? Kuiva. Sasa yeye kile hajabonyeza, aliona tu nani? Akasema wow, hapa umeme hapa wali utaiva. Na arudi saa 11 jioni nakuta anapiga miayo tu. Vipi? Haya ni njaa inapiga kweli. Njaa tena. Kwani shida ni ili ndani jiko lako bovu? Jiko sio bovu. Unatakiwa ujue uwezo wa hili jiko. Haleluya. Eti Mungu shusha nguvu zako zipi? Hizi nilizoshusha tayari umezitumiaje? Nishi zingine tena zitakuwa. Haleluya. Mimi namuomba Mungu unipe ujuzi wa uwezo wa kufufuka. Hebu simama mahali. Nijua leo nitamaliza visomo lakini siwezi kumaliza. Good. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jioni ya leo. Nimesikia neno lako Baba. Iko nguvu ya tofauti. Iko nguvu ya tofauti. Kuliko nguvu zote za wachawi. Kuliko nguvu zote za waganga. Kuliko nguvu zote za wanadamu. Ni kweli kuna wanadamu wanaonea. Ni kweli kuna watu wanaonea. Kuna watu wenye cheo. Kuna watu wenye mamlaka. Kuna watu wenye dunia hii wana pesa zao
wanaonea, na mimi sijui lini wamepanga kuja kunionea mimi, lakini leo nimesikia habari njema. Iko nguvu ya tofauti, iko nguvu ya tofauti, iko nguvu kubwa mno ambayo Bwana umeiachilia, ambayo Bwana umeiachilia, umeiachilia ndani yangu. Ndani yangu ipo nguvu kubwa, nguvu ya ajabu. Nguvu hii ndiyo iliyotenda kazi wakati Yesu anazaliwa. Ni kweli kwa wanadamu bikira hawezi kuzaa, lakini sio katika nguvu hii. Tangazo la malaika ni kwamba weza utokao juu ulimfunika Mariamu, ulimfunika Mariamu. Yale yasiyowezekana yaliwezekana. Uweza huu leo umenifunika mimi. Yale yasiyowezekana nimekuja kutoa tangazo, yanawezekana kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Yalikuwa hayawezekani ni hapo zamani, lakini sasa uko uweza uliomfunika Mariamu. Umenifunika leo, umenifunika leo. Ninatoa tangazo, hayawezekani, hayawezekani kwa levo za wanadamu, lakini kwangu yanawezekana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yanawezekana, yanawezekana kwa jina la Yesu. Uko uweza, uko uweza utokao juu umenifunika leo. Yanawezekana, yanawezekana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba ninaomba, Baba ninaomba, ninaungana na Paulo, ninaungana na Paulo jioni ya leo, ninaungana na Paulo. Maombi yangu Baba sio unipe nguvu, maombi yangu Baba sio unijaze nguvu, lakini unipe kuijua ile nguvu. Unipe Baba kuijua ile nguvu, ile nguvu Baba iliyofanya muujiza wa kufufuka. Naomba kuijua ile nguvu Baba kwa jina la Yesu. Naomba kujua matumizi ya ile nguvu ya kufufuka kwako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nataka uombe kwa maneno yako mwenyewe. Jesus.